Katika hali ya kuongezeka kwa mzozo baina ya Irani na Marekani, mazungumzo ya Geneva nchini Uswisi yanaonekana kama yamevunjika ndani ya lisali moja, kwa sababu matakwa ya makubaliano hayakufikiwa kama makubaliano halisi kwa kila upande. Februari 26 mwaka 2026, Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner walikaa sambamba na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, katikati yao msuluhishi mkuu akiwa Oman, dunia nzima ikimulika na kutizama. Lakini cha ajabu, baada ya dakika 45 mazungumzo yalivunjika. Kiufupi, Marekani aliingia Geneva na takwa moja tu kwa Irani, kwamba Irani inapaswa kuharibu miundombinu yake yote ya nyuklia. Basi hamna cha mjadala wala temzi juu ya hilo, bali ni maelekezo anapewa Irani na anapaswa kuyafuata. Kiufupi, jambo hilo lilibakia ni kuwa hapakuwa na diplomasia, kwani diplomasia inaendeshwa kwa misingi ya neno kwa neno, lakini dakika 45 hazijaaksi diplomasia halisi. Vyanzo kadhaa vya wataalamu wanaofahamu mazingira ya jambo hili waliweza kuongea na vyombo vya habari, hususan Reuters, na kuthibitisha kwamba wachambuzi wa Pentagon wanadai Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner hawakuwasilisha diplomasia katika mazungumzo, bali waliwasilisha dokumenti yenye muundo wa kuitaka Irani iweze kuipigia magoti Marekani, kitu ambacho bado ni ngumu. Lakini pia katika dokumenti hiyo kuna maelezo kwamba Irani inapaswa kuachana na mpango wa nyuklia. Uranium iliyorutubishwa inabidi ipewe nchi yoyote nyingine kama mwangalizi, lakini pia Irani inapaswa iachane na programu ya makombora ya masafa ya kati na masafa marefu, kitu ambacho pia kwa Irani ambayo inapambania sehemu ya sovereignty yake ni kigumu. Kiufupi, hii haikuwa ofa, bali tunasema ni mtego kwa Irani, kitu ambacho kwa lugha ya kitaalamu tunasema ni casus belli, yani namna ya kuhalalisha jambo jingine kwa kutengeneza masharti magumu kwa mtu ambaye unaingia naye kwenye mazungumzo. Kwa nini mazungumzo baina ya Marekani na Irani yamehusishwa katika nadharia ya lugha ya kitaalamu ya casus belli? Kiufupi ni kwamba katika demokrasia ya sasa hauwezi kuanzisha vita bila kuitafutia mazingira ya kuihalalisha. Kwa hiyo Geneva ilikuwa ni operation namba 1 ya Marekani katika kuhalalisha vita yake dhidi ya Iran. Na kiufupi mzozo huu ni mbaya sana. Tumeona Rais Donald Trump amemaliza wiki nzima akirudia kuwa Iran itakutwa na kitu kibaya sana, akiongezea kuwa hataki utawala wa kijinga umiliki silaha za nyuklia. Aidha, katika nadharia haraka ni kwamba Marekani katuma wajumbe wake mjini Geneva nchini Uswisi, huku Rais Donald Trump akihutubia bunge la Congress na mada kuu ikiwa ni Irani, huku Rais Donald Trump akijinasibu kwamba Marekani inaweka mbele diplomasia zaidi, na endapo diplomasia ikishindwa basi nguvu itatumika. Nini maana yake? Mazungumzo yanapovunjika kisa Irani hajataka kusalimu amri mbele ya Washington, basi Marekani imeshapata mstari wa kusimamia kwamba Irani imepinga, haitaki amani, hivyo vita ni halali yao. Katika kuhararisha mazingira ya vita baina ya Marekani na Irani, story itaanza kutengenezwa kwenye vyombo vya habari vya Magharibi kwa kichwa cha habari kimoja tu: Irani ni tishio, Irani hataki amani. Kitakachofuata baada ya hapo ni historia. Upande wa Irani tayari bendera nyekundu ishapandishwa, na hii ni kama sehemu ya utamaduni wa Kishia, lakini katika utamaduni huo inamaanisha bendera nyekundu sio pambo, bali ni tangazo la dalili mbaya za umwajikaji wa damu, na kisasi sio ombi, bali ni haki. Hivyo maandalizi yote na utayari wote Irani aishajiweka sawa katika kuona kwamba baada ya kuvunjika kwa mazungumzo nchini Uswisi, basi lolote linaweza likatokea muda wowote. Hivyo kisasi lazima kichukuliwe dhidi ya yeyote atakayejaribu kuigusa mamlaka ya nchi hiyo. Katika hatari ya mzozo huu ambayo inatarajiwa ni kwamba mzozo huu umelala katika eneo la kijiografia la Hormuz, kwa sababu 20% ya mafuta yote duniani yanapita kwenye mlango bahari huo wa Hormuz, ambapo mafuta mengi yanayotumika nchini China, bara Afrika, India, Korea Kusini yanapitia hapo. Hivyo mzozo baina ya Marekani na Irani ni moja ya kitu ambacho kitasababisha anguko la uchumi na mtikisiko mkubwa sana duniani, si kwa Marekani tu wala Irani, bali kwa yeyote. Katika mzozo huo, kiufupi, Irani haitafuti kushinda vita na Marekani,
bali inataka kuweka maumivu makubwa ya kiuchumi na kisiasa kwa utawala wa Washington katika kupata uungwaji mkono wa muda mrefu katika vita na Irani. Na pia uzuri ni kwamba Irani wanajua Rais Donald Trump ni mdhaifu mbele ya mzozo wa mafuta ndani ya nchi yake, kutokana na Marekani kutegemea mafuta ya bei ya chini na ya nafuu zaidi yanayotokea upande wa Mashariki ya Kati. Hivyo vita hii endapo ikatokea na Irani akaitumia kete yake ya bandari ya au mlango bahari wa Hormuz, ni sehemu ya kumdhibiti adui yake, na hususan watakapoenda kwa vita ya muda mrefu na sio vita ya muda mfupi.